Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kelo Media. Kama ndo mara ya kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana, tumeweza kuona ni namna gani ambavyo Wolper alivyoweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na maisha yake kiujumla, na kibaya zaidi kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba yeye kwa wakati huu hana hisia kabisa na mume wake ambaye ni Richi Mitindo, na tumeweza kuona ni namna gani ambavyo alivyoweza kuongea kwa uchungu na kusema kwamba hata ikitokea kitu chochote kile kuhusiana na mume wake, basi yeye hatuhusika kwa namna moja ama nyingine, kwani mwanaume huyo amemfanya aishi katika maisha ya kuteseka sana, na kwa upande wake anadai atapambana kuweza kupambania haki yake yeye pamoja na watoto wake, lakini sio tena kwenye masuala ya mwanaume, kwani amepitia mambo magumu ambayo yasiyoweza kuelezeka. Mwanaume baada ya ndoa aliweza kukaa ndani ya miezi 5, kisha akasafiri akaelekea nchini China, akarudi baada ya miezi 7 mbele. Sasa hili jambo limekuwa likimtafuna mara kadha wa kadha, alafu mbaya zaidi anarudi nyumbani anakuja na mabegi matatu. Sasa kwa hiki bwana, bibie huyu ambaye ni Wolper kimeweza kumkela na ameweza kufunguka vitu vingi, na akasema kwamba yatupaswa kuweza kujifunza kutokana na makosa na tusiwe tunakurupukia masuala mazima ya ndoa. Mtu upo naye kwenye mahusiano ya kawaida tu, basi unaweza ukahisi kwamba huyu ndiyo mwanaume wangu pendwa au ndio mwanamke wangu pendwa, lakini hujui ni mambo mangapi ambayo yaliyoweza kumzunguluka katika maisha yake. Hivyo ya kupaswa kuweza kunyanyua akili na kutambua ni kitu gani ambacho unachotakiwa kuweza kukifanya, na mwanaume akishakwambia anahitaji kuweza kukuoa, si lazima wewe kukubali moja kwa moja, basi ya kupaswa kuweza kufuatilia, je, huyu mume ananifaa au hanifai? Huo ndio ushauri wa dada yetu Wolper kwenda kwa vijana au kwa wanadada ambao wanahitaji kuweza kuingia kwenye ndoa, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana ambazo alizoweza kutana nazo, na pia tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kuongea sana kwenye hili jambo, na kisha akasema kwamba tunatakiwa kuweza kujifunza vitu vingi ili kuweza kutambua thamani zetu kiujumla, kwa sababu watu wengi hawatamani kuweza kuona watu wengine wakifanikiwa katika maisha yao, na hili kuweza kunyanyuka zaidi yatupaswa kuweza kuwa makini na wale watu wanafiki na watu wabaya katika maisha yetu pia. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Wolper ameweza kueleza watu vizuri kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea. Uamuzi ni wako, ufuate au uache ushauri wa Wolper. Bwana, mambo ni mengi, alafu muda ni mchache. Mimi naomba nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.